Sadaka ya mali huzidi. Wakati unapotoa sadaka, ndugu zangu, wewe sadaka ile ni moja ya kwenda kuzima hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani tukufu wa daraja mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwanza na wahusia ndugu zangu pamoja na kujihusia nafsi yangu dhaifu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani aliyefaulu mbele ya Allah ni yule aliyemwogopa Mola wake. Aliyefaulu kesho kwa Mola wake ni yule aliyejipamba na sifa ya ucha Mungu. Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, tuliambiwa tujiandae na zawadi ya kufika nao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini natija ya zawadi inayokusudiwa ndani ya Qur'ani ni taqwa Allah. Tujipambeni kwa taqwa Allah fi sirri wal alan, tujipambeni kwa taqwa ya Allah, kumwogopa Mwenyezi Mungu kwa siri na kumwogopa Mwenyezi Mungu kwa dhahiri, kwa sababu Mungu wakati wowote anakuona, iwe ni sehemu ya giza au iwe ni sehemu ya mwangaza. Mwenyezi Mungu atupambe kwa ucha Mungu kwa mwezi huu mtukufu wa Shaaban. Unwani ya khutba yetu ya leo ahbabi, tutaeleza sifatul muttaqina fi awwali surati al-Baqara. Tutaeleza sifa za hawa muttaqina, sifa za wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu ndani ya mwanzo wa suratul Baqara. Kuna sifa 6 za waumini Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu amezitaja, na mwanadamu ili uweze kuitwa muumini wa ukweli ni lazima upambike na sifa hizi 6. Ikiwa sifa hizi 6 kuna mmoja wewe imekuponyoka, basi wewe huwezi kuingia katika kundi la waumini, kwa sababu itakuwa umekhalifu Qur'ani, na mwenye kuikhalifu Qur'ani siku zote huyo hawezi kupambika kwa sifa ya muumini. Ndugu zangu, bila kupoteza wakati, Mwenyezi Mungu baada ya kukisifu kitabu chake alipotuambia alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi. Vitabu vya leo vaweza vikawa na shaka, lakini kitabu ambacho ni Qur'an, ni Furqan, hakiwezi kuwa na shaka. Mungu mwenyewe asema la raiba fihi, dhalika alkitabu la raiba fihi, hakina mashaka ndani yake. Maanake yaliyokuja yote ni sahihi, yaliyokatazwa yote pale ndani ni sahihi, yaliyoamrishwa yote yafanywe pale ndani ni sahihi. La raiba fihi hudan, hiki kitabu ni uongofu, hiki kitabu ni kiongofu, hiki kitabu kimeletwa kuongoza. Kuongoza nani? Hudan lilmuttaqina, kuwaongoza wale ambao ni wacha Mungu, ambao ni muttaqina, waliomwogopa Mwenyezi Mungu wakamtii na wakamtii mtume wake na mitume iliyopita ambao Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu ndiye aliyeituma. Ucha Mungu sasa, ndugu zangu, Mwenyezi Mungu atuambia sasa, sifa ya kwanza ni alladhina yu'minuna bilghaibi. Muumini, ili wewe uitwe muumini, ni lazima jambo la kwanza uwe wewe mwanadamu utaelewa kwamba sifa moja ya muumini ni mwanadamu kuamini ghaibu. Ghaib ni jambo kwa mwanadamu ni muhimu sana kuiyakinisha kwenye moyo wake na kukubaliana na moyo wake kwamba hakuna anayejua ghaibu katika wanadamu, na mpaka mitume waliokuwa bora na mpaka malaika watukufu walioko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kuna mtu kwamba kuna yoyote anajua ghaibu zaidi yake Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtu kuja kukwambia kesho kutakuwa hivi, kesho kutakuwa vile, nani aliyokuambia wewe? Mimi nimetabiri, kwa sababu wewe wajua ghaibu.
Ni makosa ndugu zangu, na ni upungufu wa imani, na ni upungufu wa uchamungu, na ni kitu chenye kumtoa mwanadamu katika uchamungu. Ghaibu hakuna yoyote anayejua zaidi ya Allah. Hata mtume wake mbora Muhammad sallallahu alayhi wasallam hajui ghaibu. Hii ghaibu ni ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Katika sura Mwenyezi Mungu akwambia, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Hakuna anayejua, hata mtume Muhammad mbora wa viumbe na wabora waliopita, hakuna anayejua ghaib. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahad, Mungu hamdhihirishi yoyote ghaibu wake, kwamba bwana wewe kesho jua kutatokea hivi na wewe uje uwajulishe watu. Mitume pia haijui, Mwenyezi Mungu ndiye atufafanulia. Tuambiaje? Illa man irtadha min rasul, isipokuwa yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu huifungua ile ghaibu yake kwa mitume au kwa mtume ambaye kwamba yeye anayemtaka kuambia watu kesho adhabu ya Mwenyezi Mungu itawafikia, kesho kibati cha Allah kinawaijia. Mwenyezi Mungu huwa ni yeye anayejua, lakini kisha kafungulia kwa mitume yake. Hebu turudi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, mtume alikuwa akijua ghaibu? Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu asema walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani as-su. Mimi ningekuwa najua ghaibu, mimi Muhammad asema mimi ningekuwa najua ghaibu kwamba kesho kutafanyika nini, kesho kutakuwa nini, asema lastakthartu min al-khairi, mimi ningezidisha khairi nyingi, khairi ningekuwa nazifanya nyingi, kwa sababu mtu kajua kwamba kesho kutatokea nini. Wama massani yasu, asema na uovu wote usingelipata. Yani kwa ufupi ni kwamba mtume angejua kwamba yeye anakwenda kwenye zita za Uhudi, anakwenda kung'olewa meno kwa ghaibu ambao kwamba mtume anayejua, mtume asingeng'oka meno, asingeng'oka meno. Mtume angejua kwamba mimi kuna watu wananifanyia sihri, singempata mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa kuwa hajui ghaibu, ni jambo la Mwenyezi Mungu, ndilo pale likawa la msibu yoyote na la muijia yoyote kwa ghafla, kwa sababu ni kitu kiko kwenye mikono ya Allah, kiko kwenye ufalme wa Allah, na mwanadamu hajui. Hata anayetaka kukudhuru akitarajia kwamba mimi huyu ndio nishamshika, hiyo ni fikra yake yeye, lakini kuna Mungu naye yuko juu ambaye kwamba anajua kwamba hili limepita ama hili halijapita. Mwanadamu waumini kamili lazima waamini ghaibu. Ndugu zangu katika imani, siku moja Al-Imamu Malik alikuwa amelala usingizini, akaota akamuona malakul maut ndani ya usingizi. Jambo pesi la haraka alilomuuliza, akamwambia mimi nitakufa lini? Kwa haraka malakul mauti akamwishiria hivi vidole vitano. Imamu Malik alishtuka kwenye usingizi, kijasho kembamba cha mtoka. Malakul mauti amenambia hivi, siku 5, wiki 5, miezi 5, miaka 5, baada ya dakika 5. Hakujua. Huyu mwanachuoni, ndugu zangu, ni mwanachuoni. Basi Alimamu Malik alitoka, kulipopambazuka akaenda kwa mfasiri ndoto aitwa Ibn Sirin. Alipofika kwa Ibn Sirina kamwambia, nina jambo muhimu la nikera na limenitia wasiwasi. Jambo gani mama? Sema, jana nilimuota malakul mauti usiku. Nilivyomuota malakul mauti usiku, nikamuuliza mimi nitakufa lini? Malakul mauti akanishiria vidole vitano. Sikujua ni siku 5, ni wiki 5,
Ni baada ya miaka 5. Ibn Sirin kacheka akamwambia, Imam, wewe ni imam, umekosa kujua ishara ya malakul mauti kukuishiria wewe vidole 5, na wewe ni mtu msomi na haya yako ndani ya Qur'ani. Akamwambia, ni ishara gani? Akamwambia, hiyo ni katika 5 la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Kufa kwa mwanadamu ni katika mambo 5 ambayo hakuna anayejua isipokuwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Moja ni mauti. Akaanza kumsomea aya ndani ya Qur'an, akamwambia, inna Allaha indahu ilmu saa. Kwanza elimu ya kiyama, kwamba kitasimama lini, wakati gani, saa ngapi, hakuna anayejua. Sisi tumeambiwa kiyama kitasimama juma, leilan au nahara, usiku ama mchana, kiyama kitasimama. Siku ni gani? Ni Ijumaa, ndilo tunaojua sisi. Hatujui ni Ijumaa gani, hatujui ni usiku gani, hatujui ni miaka gani, hatujui mwaka gani, mwezi gani. Akamwambia, inna Allaha indahu ilmu saa, elimu ya kiyama iko kwa Allah subhanahu tabaraka wa taala, hakuna anayejua katika wanadamu. Hilo la kwanza. Kamwambia jambo la pili, wa yunazzilul ghaitha, Mungu ndiye anayejua wakati gani mvua inateremka. Watabiri wa hali ya hewa watuambia kesho mvua itanyesha, tena mvua kali sana, na ikanyesha. Ndivyo kuwa wamejua ghaibu. Wa yunazzilul ghaitha, ghaith, mvua inapoombwa na Mungu akaiamuru kuiteremsha, basi Mungu anajua mvua ile inateremka matone mangapi na itateremka saa ngapi na itakatika saa ngapi. Mungu ndiye anayejua, hakuna mwanadamu anayejua. Ama kujua kwamba itateremka, itateremka. Hata sisi bila utabiri ya hali ya hewa, tukiona mawingu yametanda ya mvua, tusema mvua yaja. Mwenye biashara yake hufunga na kisha mvua isinyeshe na ukafungua biashara. Na watabiri pia hutuambia kesho mvua itanyesha na isinyeshe. Unafahamiana mpaka? So Mungu ndiye anayejua mvua inateremka saa ngapi, inakatika saa ngapi, inateremka matone mangapi, na itateremka ardhi gani na ardhi gani itakuwa ni yabis. Mungu ndiye anayejua. Wajunazzilul ghaitha. Jambo la tatu, wa ya'lamu ma fil arhami, Mungu anajua kiliomo ndani mwa uzazi wa mwanamke, kwamba mwanamume aliyeingia ndani ya tumbo ni mwanamume au ni mwanamke. Hakuna anayejua zaidi yake Allah. Najua utanambia, daktari ukienda huwa anakuangalia, anakuambia mtoto ni mwanamume ama ni mwanamke, lakini kitu ambacho hujajiuliza, wa ya'lamu ma, wanazuoni wa lugha watuambia neno ma ni kwamba ni kitu hakijaingia roho, hakiko kwenye yani ulimwengu wa roho, yani ima ni tumboni au ni yani ma fil arham. Hakusema man fil arham. Mungu hujua kiliomo kwenye tumbo. Aya itatufasiria, aya itakuja kutufasiria, kutuambia kwamba kilioko ndani ya tumbo pale kinajulikaniwa wakati gani. Mungu anajua wakati gani na daktari anajua wakati gani. Qur'ani ndio itakuja kutubainishia. Daktari anajua baada ya mtoto kuingia na kuwa takriban miezi 4 mpaka 5 kuendea juu, ndio aende akuangalie, na hapo hapo vile vile arudi akosee, akwambia mtoto ni wa kiume, uende ufanye shopping kule mambo ya kiume, na kisha ukizaliwa mtoto akawa ni mwanamke. Hiyo ni baada ya miezi 5. Lishakuwa tone la manii, limekuwa ni pande la damu, likageuka pande la damu likawa ni pande la nyama, likatiwa mifupa, akaitwa malaika akaweka roho. Baada ya kutimia ndio huendewa kwa daktari, ikaangaliwa, kisha daktari ndio akakwambia mtoto ni wa kiume awa. Lakini Mwenyezi Mungu anajua wakati gani? Mwenyezi Mungu anajua kabla hakiingia roho ni wakati gani. Wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha min nutfatin idha tumna. Mungu hujua huyu ni wa kike, huyu ni wa kiume. Wakati gani? Pale tone la manii linapoingia. Kwanza
Tone la manii likiingia, Mungu ashajua kwamba huyu ni wa kiume, huyu ni wa kike. Hayo oa leo wewe, oa leo, muingilie mke wako, mpeleke hospitali, mwambie daktari, mke wangu mimi nataka umpime kama ana mimba ama hana. Jibu kubwa, hata tone la manii hakwambii liko ndani, anakwambia huyu hana mimba. Hiyo ndio tofauti ya mwanadamu muumba na waumbwa. Akasemaje kisha? Wayalamu ma fil arham. Kisha akamwambia la nne, wama tadri nafsun madha taksibu ghada. Nafsi yoyote haijui kesho kutatokea nini, kesho kutazuka nini, kesho kutafanyika nini, kesho yeye mwenyewe hajui mwanadamu. Hii ni katika ilmu ya ghaib ambayo hakuna anayejua isipokuwa Mwenyezi Mungu. Jambo la mwisho akamwambia hilo lako ndio limeingia hapa gani? Wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut inna Allaha alimun khabir. Nafsi yote haijui ardhi gani kesho atakufa mtu. Yeye malakul mauti pia hajui, ni yeye tu atume ambua nenda kwa mtu fulani kang'oe roho, lakini hajui ni wakati gani, ni wakati gani, ni siku gani, ni saa ngapi, hajui. Kwa hiyo hapo Maliki ndio moyo wake ukatua. Kwa hiyo ndugu zangu, ghaibu hakuna anayejua isipokuwa ni Mungu. Hili kwanza tukubaliane, hili tukubaliane, tusidanganywe ndugu zangu. Wewe utakuwa vile wakwenda kwa waganga wanakutabiria masala ya urongo, urongo tupu, urongo. Hakuna mtu anayejua ghaibu na kesho kutafanyika, ni urongo. Na ikiwa una imani hiyo ndugu zangu, kwamba wewe waweza kulaghaiwa na kudanganywa ukaelezwa kwamba yatakauzuka kesho juu ya maisha yako, wallahi wewe hujaingia katika watu waliomwamini Allah, hujawa na sifa ya mu'min, bali wewe ni mtu uliyeikhalifu Qur'ani ndugu zangu. Jambo la pili katika sifa ya mu'min, wayuqimuna as-salah. Waumini ni wale wanaosimamisha swala ndugu zangu. Swala ndio wasia ambao Mtume sallallahu alayhi wasallama aliyouacha mwisho. Wakati Mtume yuwafa, wasia wake alikuwa akiutoa ni swala, as-sala, as-sala wa ma malakat aymanukum. Swala jamani, swala ummati wangu, swala itawaponyoka ummati wangu, swala msiache. Suratul Mu'minuna mzima Mwenyezi Mungu ameiteremsha mwanzo alivyoanzia, akaanza na swala. Qad aflaha almu'minuna, wamefaulu waumini. Waumini ndio waliofaulu katika hii dunia na watakaofaulu kesho mbele ya Mola wao. Nani hao waumini? Alladhina hum fi salatihim khashi'una, wale ambao kwamba kwenye swala zao ndani wanaposwali zina khushu', zina tadharru, ndani zina unyenyekevu wa hali ya juu, ndani zina Mungu. Hawa ndio waumini. Alladhina yuqimuna as-salah, wanasimamisha swala kwa wakati. Swala kwa wakati ndugu zangu, hususan kwenye mwezi huu mtukufu wa Shaaban. Mwezi huu mtukufu wa Shaaban watu hughafilika nao sana ibada yake, watu hughafilika nao wakaiacha swala ya faradhi, wakajiandaa na Ramadhani, kwa sababu Ramadhani ndio mwezi wa watu kujazana ndani ya misikiti. Tukosea ndugu zangu. Muumini hawi kwa siku moja, kwa mwezi mmoja wa Ramadhani. Muumini anakuwa katika miezi 12 yote, kwa sababu hujui ni wakati gani Mungu ataitoa roho yako. Swala ndiyo kila kitu. Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, waju'ilat qurratu aini fi salah, mimi nimejaliwa kitulizo changu cha moyo kiko kwenye swala. Wama hazaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amran illa fazi'a ila salah. Mtume alikuwa patikaniwi na majambo, hapatikaniwi na huzuni na ghamu Mtume isipokuwa alikuwa akikimbilia kwenye mswala. Swala ndio ilikuwa tatuzi ya bwana Mtume, akinongonezana na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wa azala Allahu anhu alhumuma walghumuma, na Mwenyezi Mungu humuondolea zile hamu na ghamu zilizokuwa ndani mwa roho ya bwana Mtume, kwenye moyo wake, zinakuwa zikimpa dhiki. Anaposwali kunongonezana na Mola wake, yote huondoka. Swala ndio jambo pekee la kufanya mwanadamu dua yake ijibiwe haraka, ni swala. Awalu, Mtume asema inna aqraba ma yakunu al'abdu min rabbih
waqta sujudihi. Mwanadamu siku zote huwa yuko karibu na Mola wake zaidi wakati gani? Wakati wewe umemsujudia Mola wako. Wakati wewe umemsujudia Mola wako uko kwenye sijda, na sijda upatikaniwa ndani ya swala. Sijda zote ndugu zangu ni tadharru ambazo wewe mwanadamu wafanya kumfanyia Mola wako. Pale ndipo mwanadamu yuko karibu zaidi na Mola wake. Mtume asema fa akthiru duaa, kithirisheni dua wakati mko kwenye sijda. Muombe Allah, hususan katika zile swala zenu za nawafil za sunna munazosimama usiku. Muombeni Allah matatizo yenu, muombeni Allah dua. Fa akthiru duaa, kithirisheni dua. Mtume asema dua iliyoko ndani ya sijda, fa innahu qaminun an yustajaba lakum, huko ni ukaribu zaidi wa jini wanadamu kujibiwa dua zenu. Muombeni Allah, msimamishe swala. Swala ndugu zangu, swala ndilo jambo la kwanza atakayohukumiwa nao mwanadamu siku ya Kiyama. Swala inapopita, yote mengine atakayokuja nyuma yamepita. Lakini ukifeli kwenye swala, na yote atakayokuja nyuma yatakuwa ni mazito. Swala, tuhusianeni katika swala ndugu zangu, tuhusianeni katika swala. Swala ndio wasia kubwa ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiusisitiza, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaichukua hii sifa akaitia ndani kwenye laini ya waumini, kwamba muumini anaposimamishwa swala, huyo anatoka katika jina lile ambalo kwamba sisi tunalo la Uislamu, anapanda daraja akaingia katika sifa ya mu'min, na mu'mini ndiye aliyefaulu ndugu zangu. Kisha ndugu zangu, wa mimma razaqnahum yunfiquna, na kile kichache tuliowabarikia tuliowaruzukia wakawa ni wenye kukitoa. Allah amekupa kidogo, husemi kwamba hiki ni kidogo, Mwenyezi Mungu kanipa basi na mimi hiki ni kiasi ya kula mimi. La, wa mimma razaqnahum, na tulicho waruzuku nacho, yunfikuna, wanatoa. Wewe umepata leo kama ni 1000, ukang'oa 100 pale, ukasema hii mimi nimetoa kwa ajili ya Allah, hii nimetoa ni kinga yangu kwa ajili ya Allah. Kwa sababu hatujaelewa sifa ya mtu mwenye kutoa. Kwa sababu ndugu zangu, mpaka wewe kuingizwa katika sifa ya muumini kwenye jambo kubwa la kutoa, kwa sababu kwanza lazima mwanadamu aamini ya kuwa la yankusu sadaqatan min mali, sadaka ya mali haipungui. Sadaka ya mali wallahi haipungui. Kwa walioona wanaona, na wanaojua wanajua, na wasiojua hawakujaliwa kujua. Sadaka ya mali la yankusu, haipungui, haipungui. Mtume atuambia sadaka ya mali huzidi. Wakati unapotoa sadaka ndugu zangu, wewe sadaka ile ni moja ya kwenda kuzima hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaka yako ya siri, inna sadaqata sirra tudfi'u ghadabu rabb, sadaka ya siri wewe unaoitoa baina yako wewe na Mola wako, huenda ikazima hasira za Allah za wewe uliyomkosea Mungu, akawa na hasira na wewe. Ili kuzituliza hasira za Allah ni kule wewe kutoa sadaka yako kwa siri. Wangapi hapa ambao sisi twamuudhi Mwenyezi Mungu kwa kujua na kutokujua ndugu zangu? Kwa nini hasira zile za Allah tuziache tuwe sisi twatembea nazo? Hatujui ni wakati gani Mwenyezi Mungu atatufanyia istidraj, wakati tunao silaha ya sisi kuizima ile hasira ya Allah, nayo ni kile kichache ambacho Mungu amekubariki. Kama una 50 ukatoa 20, na kama una 100 ukatoa 50, na kama una 1000 ukatoa 200, na kama umepewa ziada ukafanya ziada ya hizo. Ndugu zangu, kwanza wazima hasira ya Allah. Jambo la pili, sadaka yako haipungui, bali ile inazidi. Ukitoa 1 Mwenyezi Mungu hukupa kwa 10, na ukitoa 10 walipo kwa 100, na ukitoa 100 walipo kwa 1000, na kuendelea juu. Ndugu zangu katika imani, hii ndio sifa ya muumini. Ni katika moja, ni katika wa mimma razaqnahum yunfiqun. Unapotoa sadaka wewe wapata dua kwa malaika, wanateremka malaika wawili kila baada alfajr. Mmoja humuombea mwenye kutoa Mungu amzidishie, na mmoja humuombea Mungu ampokonye yule ambaye aliyempa lakini ni bakhili. Humuombea mmoja, huomba akasema Allahumma ati kulla munfikhan khalafa, Mungu mpee yule ambaye anayetoa kwa ajili yako, akaelewa kwamba hii ni dhamana na ni amana,
akawapa wale madhuafa, wanyonge, wajane, mayatima, maskini, akawanyoshia mkono akawapa. Mwenyezi Mungu mpe nyongeza, huyu amepita kwenye mtihani wako, mpe nyongeza aweze kutoa zaidi na zaidi. Na wa pili humwombea yule bakhili, amwambia Allahumma ati mumsikan talafa, ewe Mwenyezi Mungu mpe yule ambaye kwamba uliyempa hatoi, mpokonye, manake mpe ubakhili kwenye ubakhili wake, manake ondosha kila kitu chake, manake mpe hasara yoyote yenye kufanya ile mali yake atakuwa ni yenye kudidimia, na awe atakuwa ni katika watu, na yeye pia awe ni mwenye kusaidiwa baada ya yeye kupewa, lakini hawezi kusaidia watu. Leo wangapi waliopewa, wangapi Mungu aliowanyoshea mikono, lakini leo mayatimu wanabeheneka, lakini leo wajane wanabeheneka, lakini leo watoto wa Kiislamu wanavuta hungwa kwa sababu wamekosa waumini wenye kuwashika mikono, wamekosa Waislamu wenye kuwanusuru, na wakati Mwenyezi Mungu amewapa, wakati Mwenyezi Mungu amewapa. Hii ni sifa moja mzuri ndugu zangu. Unapotoa sadaka, miongoni mwake ni kama kumwambia Mungu mimi, yani ni kama mtu aliyetekwa mateka kisha akataka kuuliwa, akamwambia yule anayetaka kumua, usiniue, nitajitolea fidia mimi kwa pesa unayotaka. Akadai anataka kima cha milioni 1, ukatoa milioni 1 ukampea, wewe ukaachwa huru. Ndiyo sadaka mwanadamu anapoitoa kwa Mungu, ndio umeitoa roho yako, umemwekea Mungu dhamana, ukamwambia Mungu mimi nimetoa hichi, ilinde roho yangu. Kwa hiyo Mungu ndiye anakuwa mlinzi wako siku ile mzima. Allah ndiye anakulinda na mashari yoyote ya barabarani. Sisi tunapita barabarani ndugu zangu, wengi madereva wanapita ndani ya barabara. Hizi barabara zina mambo, barabara zina mambo, zina mitihani. Leo mwanadamu wewe utembee mwezi mzima hujawahi kutoa sadaka, watembea tu juu ya barabara usiku na mchana, huogopi wewe madhara, watembea usiku, usiku ni wa watu, kuna viumbe wanatembea, kuna viumbe wanatembea waliobeba mashari na madhara. Wewe ikiwa hujatoa kinga yako kwa Mola wako, ikawa ndio sadaka yako ya kukulinda wewe, wataka nani ya kulinda ndugu zangu katika imani? Kisha Mwenyezi Mungu akasema walladhina yu'minuna bima unzila ilaika, na wale waumini ni katika wale walioamini kile ulichoteremshwa wewe kutokamana na kitabu Al-Qur'anul Karim. Wanadamu wakakiamini na wakaamini sunna zako Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe ni muumini, ukakitumia kitabu katika sharia, ukakihukumia katika sharia, ukaandama kwenye kukatazwa ukakoma, na kwenye kufanya ukafanya. Huyu ndiye muumini. Mwenyezi Mungu asema walladhina yu'minuna bima unzila ilaika, ulichoteremshwa wewe ni kitabu na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha akasema wama unzila min qablika, na muumini ni yule aliyeamini kwa vile vitabu vilivyotangulia, Zaburi, Taurati na Injili, kwamba zote hizi ni vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, na vote hivi vilikuwepo na wale waliopewa ni mitume yake. Hii ndiyo sifa ya muumini ndugu zangu. Kisha akasema wa bil akhirati hum yuqinuna, na katika siku ya akhira kwamba iko, mwanadamu akawa na yakini nayo kwamba akhira iko, akhira iko, akhira kupo, na siku ya kiyama watu watafufuliwa, na siku ya kiyama watu watasimamishwa. Ni kama wale waliosema walikuwa hawaamini aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthuna, sisi tunapokuwa kwanza tumezikwa tukabadilika mifupa ile ikabadilika michanga, kisha Muhammad atuambia sisi tutafufuliwa, au abauna alawwaluna, au wale mababa na mababu zetu waliotangulia pia watafufuliwa. Watafufuliwa kivipi? Hili jambo haliwezekani. Hili jambo Muhammad ameleta la ajabu. Mwenyezi Mungu akamwambia, ndio hiyo watu ambiwa waamini kile ulichoteremshiwa wewe. Mungu akamwambia mtume uambie, qul, waambie innal awwalina, wa mwanzo toka baba Adam, hata nyinyi mliopata wakati wa ummati Muhammad, mmempata Muhammad. Muhammad ni mtume wa mwisho, atana na hao mababu wenu wa jana na juzi. Qul innal awwalina, toka baba yenu Adamu, wal akhirina, na mpaka mwisho wa ummati Muhammad, lamabuthuna, watakufa, watafufuliwa, ila miqati yawmin ma'lum, kwenye uwanja umoja siku hiyo watu wote watafufuliwa, na kila mmoja atafufuliwa kwa kupewa alichokifanya. Ndugu zangu katika imani, tujitahidini sana,
Tujitahidini sana kuwa na imani na Allah, tujitahidini sana kuwa na uchamungu, hususan mwezi huu wa Shaabani. Mwezi huu mtukufu wa Shaabani, Mtume alikuwa akifunga sana sallallahu alaihi wasallam. Aisha sema Mtume alikuwa akifunga mpaka tukisema Mtume kafunga. Mtume alikuwa aweza akafunga kuanzia Ramadhani mosi mpaka 27 huko Mtume akawa amefunga. Na kuna kipindi Mtume alikuwa akila. Fahamiana? Lakini kwa nini Mtume alikuwa akifunga? Aliulizwa, ya Rasulullah, mbona wafunga? Asema kwa sababu huu ni mwezi watu hughafilika nayo. Huu mwezi wa Shaabani ni watu hughafilika nayo. Kivipi? Kwa sababu watu wametoka kwenye mwezi wa Rajabu. Mwezi wa Rajabu ni katika ashhurul hurum, miezi mitukufu. Mmoja ni mwezi wa Rajab. Watu wamefanya ibada katika Rajabu. Ikiingia mwezi wa Shaabani, watu huu mwezi hughafilika nao, kwa sababu waangalia mwezi unaokuja mbele ni gani? Ni Ramadhani. So watu wanajiandaa kwa Ramadhani, wanaacha Shaabani. Kama mkweli wewe, sisi siku zote watu wakhalifiana kwamba hakuna kufunga Rajabu bwana, hakuna kufunga sijui siku gani, hakuna kufunga nusu Shaabani. Huu mwezi umekuja, Mtume alikuwa akifunga. Mbona tusijadiliane? Mbona tusifunge? Tufungeni. Huu mwezi ni mwezi wa kufungwa. Huu mwezi ni mwezi wa ibada. Huu mwezi ni mwezi wa Qur'an. Tunapokamilisha hayo, ndio Mwenyezi Mungu akatuambia ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtaduna. Hawa ndio wamepata hidayah ya Allah, hawa ndio wameongoka, hawa ndio wameongoka wenye kupambika na sifa hii. Tusiuache huu mwezi ndugu zangu katika imani. Tufungeni, tusomeni Qur'ani, tufanyeni mazoezi. Mchezaji kabla hajaingia kwenye mpira, kwanza kuna mazoezi huwa anayafanya nje, kisha ndio akaja kuicheza game yake. Na sisi ili kuicheza Ramadhani kwa uzuri, lazima kwanza tujiandae katika huu mwezi wa Shaabani. Kama ni kusoma Qur'ani, walau basi kama tuwezi kufunga zile siku za Alhamisi, Ijumatatu, zile siku nyeupe ayamu zile tuzifungeni, na ndio tuko ndani yake sasa. Tuwe tunafunga ndugu zangu katika imani, tuwe tunatoa sadaka zile ndogo ndogo na zile kubwa kubwa vile vile. Tujizoeshe sasa hivi, ili mwezi huu ukiingia, tumuombe Allah atupe imani ndani yake na atupe thabati ndani yake ndugu zangu, ili na sisi tuweze kuwa katika kundi la wacha Mungu na watakaofaulu siku ambayo kwamba la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al ayati bima fihi wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghaffara.